Leo umekuja kuzindua mradi wa maji. Maji imekuwa kero kwa wilaya yetu ya Monduli kwa miaka mingi sana. Kuona kuomba kabisa utupelekee salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu ambao umeufungua leo. Wana Isila leo wanakushukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunafahamu kwamba wewe ni waziri wa nishati pia. Naomba nichukue nafasi hii kushukuru serikali ya CCM kwamba iliahidi kwamba vijiji vyote vitapata umeme, na nikuhakikishie kwamba ni kweli vijiji vyote 62 vya wilaya ya Monduli tumepata umeme. Tunashukuru sana. Lakini sio hivyo tu, tukapewa na vitongoji 15 ambavyo kazi yake inaendelea, na pia tunashukuru sana. Lakini kwa upendeleo, kwa sababu tuko kata Isilale, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nilikuja na kilio cha umeme kwenye taasisi hapa za Isilale, na walinifuata mwenyekiti wa kijiji cha Losirwa kwa ajili ya shule ya Lucas Muhina. Niliomba kwamba pamoja na kwamba vitongoji vimepata umeme, lakini nikaomba taasisi zetu, na kwenye ziara ile ambayo ulimtuma Mheshimiwa Naibu Waziri wako, alipita pale Arkatan kwenye kanisa la Ungurumbo ya Upako, lakini ilikuwa tumpitishe kwenye shule ya Nashepa pale Makuyuni, lakini pia alipita pale Lucas Muhina tarehe 3 mwezi wa 11. Nikushukuru kwamba mwezi uliopita tuliwasha umeme shule ya Lucas Muhina. Tunakushukuru sana. Lakini wakati tumekaa hapa nikatonywa kwamba hapa kwenye kijiji bado kidogo kuna nguzo 20 zimepelea. Tunakuomba kwa upendo wako Mheshimiwa Waziri, tunaomba basi utusimamie na hilo, angalau wananchi wa hapa wapate umeme kwenye zile nguzo 20. Mmemsikia Mheshimiwa mbunge wenu. Mbunge ameeleza mambo mengi aliyofanyika. Sio tu kwenye maji, ameeleza mambo mengi kwenye sekta ya elimu. Ameeleza mambo mengi kwenye sekta ya afya. Ameeleza mambo mengi kwenye miradi ya umeme. Na kwenye umeme, kwa sababu mimi ndio nayesimamia, ametoa na maombi. Nataka niwahakikishieni kwamba kama ni mbunge mnaye na change inabaki, kazi yenu ni kumuombea na kumunga mkono ili afanye kazi yenu. Sasa kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi, kuna mtu mwingine anaweza akageuza maneno akasema kuwa tumekuja hapa kumpigia debe Fred. Lakini nataka niwaambieni, kama jambo amefanya, kwani kuna dhambi gani kusema hili limefanyika? Nawauliza, kama kuna jamii ya watu ambao hawajui kusema uongo ni Mmasai. Mmasai bwana, ukimkosea atakwambia hapo umenikosea na sijafurahi, moja kwa moja, wala hafichi. Sasa na sisi tuje hapa kusema maneno. Fred anafanya kazi kubwa. Mimi nafanya naye kazi bungeni, nimemwona mahali pengi. Kama tunavyozungumza, hili jimbo lina vijiji 62. Vijiji vyote tumepeleka umeme. Asitokee mtu akawaambieni mimi nilifanya hiki na hiki, aliyesukuma ni Fred, tukahakisha mambo haya yanafanyika. Jimbo hili na wilaya hii ina vitongoji 236. Tumeshapeleka umeme kwenye vitongoji 72. Na vitongoji vingine tunaviingiza kwenye mpango, na huyu Fred nilimtuma naibu akaja wakatembelea mpango tulionao. Baada tu ya uchaguzi tunapeleka umeme kwenye vitongoji vingine vilivyobaki. Tumeanza na 15 ili tuongeze kwenye vile vilivyopo, tunakamilisha, tunakwenda mbele. Hata yeye alilosema kwamba hapa kijijini kuna nguzo 20 zinapungua, hizo Fred wala huna sababu ya kufunga na kuomba kwa ajili ya kuomba Mungu atende muujiza. Alishatenda toka mwanzo kwa watu hawa. Na meneja wa TANESCO yuko hapa, nimemwambia kuanzia kesho ni siku gani? Kesho siku gani Fred? Alhamisi. Kuanzia Alhamisi kwenda mpaka wiki ile inayokuja tuanze kuona hizo nguzo zinawekwa, watu wa hapa wanapata umeme bila masharti aina yoyote. Tunafanya hivyo sio kwa bahati mbaya, tunafanya hivyo kwa sababu mbunge wenu mtu rahimu, anasema kidogo anatenda sana. Si ndio jamani? Na mimi nataka niwaambieni, katika maisha haya tunayoishi, utapimwa kwa kazi, sio kwa maneno, sio? Fanya kazi, ukifanya kazi watu wataiona. Halafu itasemwa hiyo kazi miaka yote. Kwani Mtume Muhammad alikaa miaka mingapi duniani hapa? Au Yesu alikaa miaka mingapi duniani hapa? Miaka 33.
Juzi siku yake ya kufufuka tunaadhimisha dunia nzima, si kwa sababu ya maneno yake, kwa sababu ya kazi aliyoifanya. Si ndio jamani? Kwa hiyo kazi ndio itampima mtu, sio maneno. Maneno wacheni watu waseme maneno, nyewe fanyeni kazi moja ya kujiletea maendeleo. Watoto wenu na watoto wa wajukuu wenu watawauliza maendeleo, hawatawauliza mlisema maneno mangapi. Uchaguzi utakapokuja isiwe nyenzo ya kuwagawa watu wa Monduli, mkagawanywa kwa misingi ya vyama, mkachukiana, mkaacha kusalimiana. Akatokea mtu akawaambia hiki na hiki hakifai, awaambie kama hakifai yeye amefanya kitu gani. Asitokee mtu akabeba dhana ya kusema badala ya kutenda, huyu akaonekana na heshima kwa kusema. Kusema ni rahisi, kutenda ni kugumu.